ikapona kwa sababu ya mitandao. Lakini kinyume chake, Watanzania wanazusha mabaya. Haleluya. Mtu akiona kitu kibaya ndio anabonyeza. Akiona vitu matukio ovyo ovyo anabonyeza. Akiona vitu, anaona mtu fulani eti na yeye anasema fulani mimi simpendi. Unamuuliza wewe fulani mpendi kwa sababu gani? Unaanza kukataa miungu ya kweli uipendi, unaanza kutafuta mtu usiyemjua. Amekoma nini? Lakini pia mimi nafikiri pia Watanzania tuachane na nini? Na wivu. Wivu. Mwenzako kama anakula vizuri, unashinda kumwambia tu unakula vizuri umeniuzi. Unazunguka kumshambulia tu. Unaendelea kumshambulia, baadaye unaona hakujibu chochote. Unaweka picha amekufa. Sasa hafi. Na wewe usife. Wakiona wamegombana watu maarufu, ndio watu wameshagundulia sasa ni kuwekana vipicha vya ajabu ajabu kwenye mtandao. Na yani kama vile wamechanganyikiwa fulani. Hiyo roho ya kuchanganyikiwa Tanzania kwenye hii mitandao ife kwa jina la Yesu, ife kwa jina la Yesu. Na mbaya zaidi, watumishi wa Mungu pia unajikuta wamejichanganya na yeye. Hebu watumishi wa Mungu, kama wewe huko hapa sasa hivi, najua kabisa unatumia mtandao. Ukiona kitu cha Mungu kirushe kwa nguvu, kizidi kwenye mitandao, kijae chenyewe. Mtu akibonyeza anakutana na injili, akibonyeza anakutana na mambo makubwa mazuri, akibonyeza anakutana na uzima. Sasa kinyume chake, unaona mtumishi na mtumishi wanashambuliana. Mtumishi fulani anashambuliwa eti kwa sababu kuna kitu kilifanyika, kuna kaskendo fulani kakuzushwa. Na shetani anajua kwamba wewe huyu ni mjinga. Anaingiza kakitu tu kabaya tu, anakuangalia wewe uliookoka. Sasa usipokuwa na akili unaanza kukavumisha. Uzushi ni dhambi pia. Haleluya. Mitandao imejaa vitu vya ajabu ajabu. Na hivyo inaonyesha kabisa sasa Watanzania sisi sio maskini, ila tumesababisha maskini kwa sababu ya kufuatilia vitu visivyofaa. Na tumeviweka moyoni. Futilia mbali kwa jina la Yesu. Leo sasa hivi wamezusha mambo ya ajabu ajabu. Ukishika bega unapoteza kufuli na fungo yake. Wapi? Na aliyokoka naye yuko humo naye. Anaogopa kupita katikati Kariakoo, nisije nikashikwa bega. Wewe umeokoka, kile kinachoshika bega mpaka utoe hiyo bega liko huku juu. Yani katika roho inawezekana wao wakafikiri wameshinda kwa kuleta taharuki hiyo. Hawajashinda. Na sisi tukae kwenye taharuki, tunakaa kwenye kushinda. Sisi ni washindi. Tuliokoka ni washindi. Wewe uliyemwamini Kristo ni mshindi. Acha kuogopa. Jesus. Katika hali ya kawaida haingie akilini, katika hali ya kawaida. Sasa sisi wa rohoni ndio ujua ni kufuta hizo hofu na taharuki zote, ni kufuta hayo mataarifa mabaya na kuingiza taarifa nzuri zenye kujenga mioyo ya watu ili wawe hai. Unajua ukikosa amani kila wakati unaweza ukawahi kufa. Sasa hizo watu washindwa kufanya biashara mpaka nafika hatua eti mtu akishika bega hivi. Sasa mmekaa na mtu hapo, kama amekuja hapa na upagani wake, utaona unataka kuinuka labda ukashika bega kidogo, utashangaa na kupiga kibao. Alafu yuko kanisani. Wewe hiyo ikatae. Sisi tunashikana bega hapa, hakuna shida yoyote. Wewe shika bega uone. Amen. Shika wanawake sijasikia taarifa zao. Wanawake hawana makufuri na funguo. Tunashika sisi wanaume mabega. Ukishika bega lako mume wako, unashika wewe rafiki yako uliyekaa naye jirani. Unashika. Umeshika bega lako, kuna shida gani? Hakuna shida. Hakuna matata. Kwa anatengeneza vitu vya ajabu, tufike hatua tuanze kujikuta tunapigana, tunauana, watu wanatoa roho za watu, wanauana eti ameshika bega. Lakini pamoja na hayo, watu baadaye kukimbilia kwa Yesu wameanza kufuata roho ya ushirikina. Ona ushirikina, umezusha vitu, alafu umetengeneza na kitu. Watu wanahangaika, majibana damu hata ipiti. Wamefunga viraba bendi kwenye mabega, ameweka na pini mbili zinabembea, utafika chawi. Alafu unamwangalia mtu aliyefunga hivyo. Ni mtu kama ana akili, lakini unaanza kuona hiki hapa kinafanya kama hana akili. Tuseti hii ni dawa. Sasa wewe pita Kariakoo, nenda kapite pale Makoroboi, hakuna mtu atakayeweza kutoa funguo yako na kufuli. Wewe ulinunua funguo na kufuli, Bwana wa majeshi alikuumba na hiyo funguo. Hiyo funguo haitoki kwako. Na tena tumepewa mamlaka na funguo ya kufunga mambo yote. Tunafunga duniani na funga na mbinguni. Hili jambo tunalifunga katika jina la Yesu. Amen.
Saizi mikutano hata ya Injili watakuwa wanakaa na wenyewe waliookoka na wenyewe wanakwemo humo. Akicheza sifa kwenye sifa, kamshika mwana praise mwenzake mwanaume, umenishika bega. Tena anasikia wanapiga kelele, amenishika bega. Alafu mtu anakuja anaanza kushambulia eti ameshika bega, anampiga mtu ameshika bega. La. Watanzania tupone kwa jina